kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda. Kwanza nianze kwa kutangaza rasmi ya kwamba mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico di Luanda utapigwa siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 11 saa 10 kamili katika uwanja Benjamin Mkapa. Tumelazimika kuitangaza kwa utuo tarehe hiyo kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mkanganyiko juu ya tarehe ya mchezo huu, na kwa mantiki hiyo basi kila mwana Simba hii leo apokee taarifa hii rasmi kutoka klabu ya Simba ya kwamba mechi yetu itakuwa ni tarehe 23 saa 10 kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa. Awali ratiba ya kwanza ambayo kafu aliitoa, walitupangia mechi yetu iwe siku ya Jumamosi saa 1 kamili siku ya tarehe 22. Kwa kuwa siku hiyo imekaa vibaya na muda huo saa 1 usiku sio muda mzuri wa machinjio, ikatulazimu kuomba kunako mamlaka, na tunashukuru mamlaka ya mpira wa miguu Afrika CAF ikaridhia maombi yetu na kuamua kutupangia mchezo wetu katika siku, tarehe na saa ambao sisi Simba Sports Club tuliiomba awali na tulitaka siku hiyo, siku ya tarehe 23. Maandalizi ya timu yetu yanaendelea tangu tumemaliza mchezo wetu wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania. Wachezaji wakapata muda kidogo wa kupumzika kwa wale ambao hawana majukumu ya timu ya taifa, na baada ya mapumziko ya siku chache wakarejea tena katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena na kuanza programu ya mazoezi. Hii inakwenda wiki ya pili sasa tangu tumeanza maandalizi full kuelekea katika mchezo wetu. Wachezaji wote wapo katika hali nzuri, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na juzi tumecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya maswahiba wetu JKT Tanzania na tukamnywa goli 6-0. Ushindi sio nishu muhimu sana. Nishu muhimu ni namna gani meneja Dimitar Pantev ametumia mchezo huo kutengeneza mipango yake ya kimauaji kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Kuelekea katika mchezo huo tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili. Nina mlango Musa Pinpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Morocco kwa ajili ya matibabu, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji, na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki 10 mpaka 8, kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club. Lakini tutaendelea vile vile kuikosa huduma ya beki wetu Abdulrazak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu, na yeye vile vile wiki hii yuko mbioni kuelekea Morocco kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi ili tuweze kuona amefikia wapi katika matibabu yake. Lakini taarifa njema zaidi kwetu ni kwamba kiungo wetu mshambuliaji Mohamed Bajaber, yeye ameshapona kwa 100% na sasa yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club.
ameshafanya mazoezi takriban wiki 2 na sasa ameanza kutengemaa kwa ajili ya kuitumikia klabu yetu. Na juzi kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata nafasi ya kucheza na amecheza mwanzo kwa dakika 30 na baadaye mwalimu akampumzisha. Kwa hiyo kwa sasa ninawatangazia rasmi wana Simba ya kwamba Mohamed Bajaber yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Ninafahamu wengi tulikuwa na shauku kubwa, wengi tulikuwa na hamu kubwa, wengi tulikuwa na mzuka wa kutosha wa kumuona Mohamed Bajaber, na mimi niwaambie wana Simba ya kwamba Bajaber yuko tayari kuanza kuonesha makali yake. Wapinzani wetu Petro Atletico de Luanda wao wanataraji kuwasili nchini Tanzania siku ya tarehe 19 siku ya Jumatano. Maandalizi yote kwa upande wao yameshakamilika na tunasubiri kuwapokea wageni wetu hawa ambao watawasili siku ya Jumatano ya tarehe 19. Waamuzi katika mchezo wetu dhidi ya Petro ni waamuzi wote kutoka Congo Brazzaville. Waamuzi wa kati ni bwana Masie Oved ambaye ni kutoka Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba 1 ni Malondi Yames naye vile vile kutoka huko Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni Vital Dictim naye kutoka Congo Brazzaville, na mwamuzi wa akiba ama fourth official ni Pierre Jean. Seti nzima ya waamuzi 4 wote wanatoka Congo Brazzaville, na maafisa wote wa mchezo wetu wataanza kuwasili nchini Tanzania kuanzia siku ya tarehe 19. Viingilio katika mchezo wetu huu kutokana na umuhimu wa mchezo huu, kutokana na kwamba tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu, ni mchezo wa kufungua pazia ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo muhimu kweli kweli ambao tunatakiwa kuanza vizuri kampeni yetu, tukachukue alama 3. Kilichoamriwa ni kwamba mechi hii itakuwa ni bure.
tuanze tutangaze viingilio. Tanzanite, tiketi za Tanzanite bei yake ni shilingi 250,000. Ukinunua tiketi ya Platinum unapata jezi mpya za kimataifa na vile vile unapata kadi ya kuingia na gari yako uwanjani, na unapofika uwanjani unakwenda kuketi kwenye viti vya VVIP ambapo utapatiwa huduma ya chakula na vinywaji kwa kipindi chote ambacho mechi itakuwa inaendelea. Huduma yote hizo unapata kwa shilingi 250,000 pekee. Asante sana. Kuna tiketi za Platinum kwa shilingi 150,000. Ukinunua tiketi ya Platinum unapatiwa jezi ya kimataifa, jezi mpya, unapatiwa usafiri wa kutoka hotelini kupelekwa uwanjani, kutoka uwanjani kurudi mpaka hotelini, mkisindikizwa na king'ora kwenda na kurudi uwanjani. Na mkifika uwanjani mnapelekwa kwenye siti zenu, mnakaribishwa pale na wadada wa kueleweka, wanawapatia huduma mbalimbali za vinywaji na vyakula. Baada ya mechi mnarejea tena kwenye mabasi yenu na kurejea hotelini. Baada hapo tunasambaana, tunakwenda kushangilia ushindi. Bei yake ni shilingi 150,000. Kwa anayehitaji tiketi ya Tanzanite na tiketi ya Platinum, hii unaipata kwa kupiga simu kwa namba 0742 771 311. Kama unahitaji tiketi hii ama tiketi hizi, piga simu kwa nambari 0742 771 311. Utapiga simu, utaweka booking, utalipia tiketi yako na kusubiri maelekezo mengine namna ya kupewa zawadi zako kutoka Simba Sports Club. VIPA ni shilingi 30,000. VIPB ni shilingi 20,000 na mzunguko ni shilingi 5,000 pekee. Msafara wetu utaanzia Buguruni, tutapita Ukonga, Banana, Gongo la Mboto, Mbuyuni, Pugu, tunalikunja Chanika, tunaimaliza yote mpaka Msumbiji. Msumbiji pale tutawakuta wenyeji wetu wazingiziwa wanatusubiri. Tutaondoka hapo kwa maandamano ya bodaboda, ya bajaji, ya watembea kwa miguu, moja kwa moja mpaka Zingiziwa. Takwenda kufanya kufuru kubwa kweli kweli huko ya uzinduzi wa tawi sanjari na uzinduzi wa hamasa siku ya tarehe 19. Nichukue nafasi hii kualika wana Simba wote, Wachanika yote, Wazingiziwa yote, Wahomboza yote mpaka Kisarawe, tukaribie Zingiziwa twende kwenye uzinduzi wa hamasa siku ya tarehe 19.
Zingiziwa, msafara unaendelea tena. Tunakwenda kwenye uzinduzi wa tawi jingine sanjari na kufanya hamasa katika tawi la wekundu wa Vigoa Chamazi. Kwa hiyo tatoka Zingiziwa, tapita Mvuti, Kitonga, Mbondole, moja kwa moja mpaka Mbande, Chamazi, tunaingia ndani Vigoa kwenda kwenye uzinduzi wa kwenda kwenye mwendelezo wa hamasa sanjari na uzinduzi wa tawi la Simba Vigoa. Kwa hiyo wale wote ambao wanataka kuungana nasi siku ya tarehe 19 wage nyumbani kabisa, kwa sababu tukiondoka asubuhi tunarudi usiku. Ruti hii ni ndefu kweli kweli. Kiufupi ni kwamba tunaizunguka Dar es Salaam nzima, sio kwamba tunakesha huko, maana kina Shabani wanaweza kurudi kesho yake. Kamdanganya mama wawili, tulikesha. Hamasa yetu haikeshi. Tukimaliza jioni tunasambaana. Nawajua. Hiyo ni siku ya tarehe 19. Tarehe 20 tunamkia upande ule wa pili wa Dar es Salaam, Mbezi na Goba yake. Takwenda kwenye uzinduzi wa tawi sanjari na mwendelezo wa hamasa katika tawi la wekundu wa Majengo Goba. Wekundu wa Majengo Goba. Tunakwenda huko kwenda kufanya kufuru kubwa. Tukimaliza wekundu wa Majengo Goba, tunakwenda wekundu wa Kulangwa Mbezi. Hayo ni maeneo ya huko, tunakwenda kutimua vumbi siku ya tarehe 20. Piga makofi matatu. Tena makofi matatu. Kwa hiyo tarehe 20 ambayo itakuwa ni siku ya pili ya hamasa, tutaanzia Magomeni, Manzese, Mwenge, safari hiyo Tegeta, Kunduchi mpaka Goba, Mbezi yote hiyo. Tutavuruga mitaa yote ya kule, tutafanya hamasa ya watu wa kule, tawauzia tiketi watu wa kule. Baada hapo tunasambaana. Siku ya pili inakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya tatu ambayo ni Novemba 21, siku ya Ijumaa. Siku hii itakuwa ni siku maalum ya kwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima, ambao ni utamaduni wetu. Tunapokuwa na jambo kubwa na jambo zito, tunatoa msaada kwa watu wenye uhitaji ili kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na atufanywe wepesi kwenye jambo ambalo linatukabili mbele yetu. Na kwa hapa tutakuwa na Model Foundation ambaye kwa pamoja tutakwenda kituo cha Alzam Temeke kwenda kutoa msaada, na baada hapo siku itakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya Ijumaa tukitoka Temeke tunakwenda Petete, hapo tunagonga biriani yetu, mambo yanakuwa ni gwede. Sisi ni watu wa starehe, ni watu wa raha.